kama vile tuliona last time, ni kanisa ambalo alikuwa na shida ya doctrine. Ni watu ambao walikuwa wamefundishwa neno. Paulo alikuwa amekaa na hao wapendwa kwa miaka 3 na alikuwa anawafundisha. Unakumbuka wakati ambapo aliwatumania wazee wa kanisa, kwa sababu alikuwa ameestablish kanisa hili, ilikuwa pia na wazee wa kanisa, ilikuwa na bishop. Wakati mmoja aliwatumania na akawaambia kwamba kwa miaka 3 wakumbuke alikaa pamoja nao na aliwafundisha neno lolote lile ambalo Mungu alipatia. Kwa hivyo hili kanisa lilikuwa kanisa ambalo lilikuwa limejengwa katika msingi wa mafundisho mazuri na lilikuwa linaendelea vizuri sana. Kwa hivyo alikaa na hao wapendwa kwa miaka 3 na wakati mmoja baada ya kutoka pale ndio aliwatumania wale viongozi wa kanisa, wakakutana katika ule mji unaitwa Miletu. Na wakati ambapo walikutana ilikuwa miaka imeendelea, na Paulo alikuwa na hisi ndani yake ya kwamba hana wakati mwingine wa kuwatembelea, na kwa hivyo akawaambia kwamba anaona ya kwamba hawatapata wakati wa kukutana pamoja tena. Huo ndio ulikuwa mkutano wake wa mwisho na wale wapendwa. Na wakati ambapo walisikia vile neno la Mungu linasema, walilia sana na wakapiga magoti na akawaombea na wakaachana. Kwa hivyo unaona ya kwamba ni kanisa lilikuwa limejengwa na upendo mwingi, na wale wapendwa walikuwa united, walikuwa napendana sana, na kanisa lile likawa na nguvu. Hata pahala pale ambapo lilikuwa ni pahali ambapo kulikuwa na pingamizi nyingi, kwa sababu kulikuwa na miungu mingi. Hata ile miungu mojawapo ni ile inaitwa Artemisi, miungu ile ilikuwa inaabudiwa pale. Na hata kukiwa na miungu, kukiwa na idol, kukiwa na opposition kwa kanisa, neno la Mungu linaonyesha ya kwamba kanisa lilisimama na likawa na nguvu sana na likaendelea kuhubiri injili ya Bwana. Na hao ni watu ambao walikuwa wamefundishwa hata mambo ya Roho Mtakatifu, walikuwa wamefundishwa. Unakumbuka ni hiyo kanisa ambapo Paulo alienda pale Efeso one time na akawaangalia, akaona vile walikuwa nafanya, akawauliza, mlipoamini mlijazwa na Roho Mtakatifu? Wengine wakamwambia, hata hatujawahi kusikia mambo ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Akawauliza, kwani mliamini nini? Wakamwambia, tulibatizwa na ule ubatizo wa Yohana Mtakatifu. Na akawaelezea mambo ya Roho Mtakatifu na akaomba pamoja nao na wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ni kanisa ambalo lilikuwa limedhibitika sana katika imani. Kwa hivyo tukaona Efeso chapter 1, tukaona vile aliwaandikia ile barua na akawaambia nawapenda na inaendelea kuombea kila wakati. Alikuwa na mzigo wao na walikuwa naombeana. Na kwa hivyo siku ya leo nataka tuone Waefeso chapter 2, tuone mambo mawili matatu na tutabarikiwa. Ephesians chapter 2 verse 1. Neno linasema, as for you, you are dead in your transgressions and sins. Tuendelee kufunguliwa pale. In which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following
desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Kwanza tufikishe hapo. Kuanzia hapo moja, tunaona Paulo anakumbusha hili kanisa bahali ambapo wametolewa. Anawaambia ya kwamba sote tulikuwa katika dunia at one given time, na tulikuwa tumepotea, na tulikuwa tunaongozwa na mambo ya kimwili, tulikuwa tunaongozwa na mambo na tamaa nyingi za dunia. Akawakumbusha ya kwamba hata nasi zote tulikuwa katika hali hiyo, na anawakumbusha ya kwamba ni kwa neema ya Mungu ya kwamba tumeokolewa. Na ningetaka kusema ya kwamba wapendwa, wakati ambapo tulikuwa tumeokoka, tulikuwa katika dunia hii na tulikuwa tumefungwa na mambo mengi, mambo ya dunia, the cravings of the flesh, hata mawazo mengine ambayo yanajinua kinyume na mpango na mapenzi ya Mungu. We were like that. Lakini kwa neema ya Mungu, wapendwa, tumeokolewa na tumeondolewa pale. Na kwa hivyo ni vizuri wapendwa, miili yetu kama vile neno la Mungu linasema, tuilete chini na itawaliwe na Roho Mtakatifu. Warumi 12 mstari wa kwanza neno na wa pili, neno la Mungu linasema, toeni miili yenu ikawa kama dhabihu takatifu mbele ya Mungu, na ndio itakuwa ibada yetu ambayo inakubalika mbele ya Mungu. Na kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tujue ya kwamba mtu akiokoka, mtu akizaliwa mara ya pili, anatakikana awe amesulubiwa. Mambo ya kimwili yawe yameletwa chini, yawe yamesulubiwa, ya kwamba si mwili utakuongoza, si mawazo ili ambayo ni kinyume cha mapenzi ya Mungu itatawala. Unajua kuna watu ambao hata wakiokoka, wengine bado mawazo inatawaliwa. Ni vizuri kukubali Roho Mtakatifu atake over, kwa sababu tunaona bora na kumbusha hili kanisa, hao wapendwa pamoja nasi, ya kwamba tulikuwa katika dunia na tulikuwa tuna gratify the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Na kwa hivyo tulikuwa watu ambao walikuwa watu ambao walihitimu ama they were deserving wrath. Lakini kwa neema ya Mungu, wapendwa, tukaokolewa. Kwa neema ya Mungu tukasamehewa dhambi. Kwa neema ya Mungu tukafanyika watoto wa Mungu. And then tuendelee kutoka verse 5. Fungua verse 5. Made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Endelea. Na ngojea nifunguliwe. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Verse 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Kwanza tufikishe hapo. Tunaona kuanzia mstari wa 5 ya kwamba Mungu amejawa na rehema, na kupitia kwa zile rehema na neema ya Mungu
na si kuokolewa peke yake, lakini tumeinuliwa na kuwekwa pahala pa juu, tunatawala pamoja na Kristo. Nataka kuelewa ya kwamba kuokoka kwetu ni kazi ya neema. It is by grace. Grace, it is God's unmerited favor. Hatukustahili, tulikuwa watu wabaya sana, na kwa neema tuna upendo wa Mungu. Wewe na mimi tumeokolewa, wewe na mimi tumefanyika wana wa Mungu na walidi pamoja na Mungu. Tulikuwa watu wa mbali, watu wa mataifa, watu ambao walikuwa mbali na Mungu, lakini kwa neema ya Mungu tumeletwa karibu. Hiyo neema imetuleta karibu. Hiyo neema ya Mungu imetuwezesha kusamehewa dhambi. Na kwa hivyo kazi ya wokovu ni kazi ya Mungu, si ya kwamba ulitenda jambo. Unajua kuna watu ambao hawaelewi mambo ya kuokoka. Wanafikiria ni vitendo vizuri, vile ambavyo mtu anatenda, anaongea vizuri, anaongea na hali ya kunyenyekea, anajaribu kufanya mambo mengi. Hayo ni mazuri, lakini haiwezi kuokoa mtu. Ile tuliokolewa nayo ni neema ya Mungu. God's unmerited favor came upon us, na tukaweza kubadilika na kufanyika watoto wa Mungu. We cannot be able to pay for our salvation. Hatuwezi tukajiokoa, hata hatuwezi lolote lile, lakini tu ni kwa upendo wa Mungu. Na kwa hivyo siku ya leo ujue ya kwamba your salvation is based by the grace of God, kulingana na kazi ya msalaba ambapo Kristo alifanya. Akatoa dhabihu yake, dhabihu ya ajabu, akatoka mbinguni, akateremka hapa duniani, akachukua umwili kama sisi, akiwa Mungu, na akapitia changamoto na uchungu mwingi mpaka kufa pale msalabani. Na katika kutoa ile dhabihu, hiyo ndio imefanya tuokolewe. Kwa hivyo kutoka leo ujue ya kwamba it is by grace, na ni kuchaguliwa. Umechaguliwa na kufanywa mtoto wake. Mstari wa 10 unasema we are God's handiwork, we are called to do God's work. Sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, na tumeitwa tufanye kazi na tuwe na matendo mazuri. And then tufunguliwe from verse 12. Tufunguliwe verse 12, inasema remember that at that time you are separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Neno linasema tukumbuke ya kwamba tulikuwa watu wa mbali na Mungu. Tulikuwa watu ambao walikuwa wamekuwa separated from Christ, watu ambao walikuwa excluded from the citizenship in Israel, watu ambao walikuwa na hesabiwa kama foreigners to the covenants, to the promises of God, watu ambao walikuwa hawana tumaini, watu ambao walikuwa katika dunia lakini without God. Tunaambiwa tukumbuke vile tulikuwa mbali. And then endelea fungua zaidi. We without hope and without Christ, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Sisi ambao tulikuwa mbali sana, neno la Mungu linasema ya kwamba tumeletwa karibu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. And that is why tuko na uhusiano wa karibu na Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu anaishi ndani yetu, na tunaweza kushirikiana
imetutakaza na imetuleta karibu na Mungu. Kwa hivyo we are privileged, we are blessed ya kwamba tuko karibu na Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Twende mstari wa 14. Neno linasema, for he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Verse 15, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulation, his purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace. And then verse 16, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. And there he came and preached peace to you who are far away, and peace to those who are near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners or strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of his household. Tufikishe hapo. Kwanza tufikishe hapo 19, fungua hapo 19. Tunaambiwa ya kwamba tulikuwa hatuna amani, lakini kwa hiyo neema tumepewa amani. Na si amani peke yake tumepewa ruhusa ya kufanyika watoto wa Mungu. Na neno linasema we are no longer foreigner. Sisi si wageni. Sisi we are not strangers, but fellow citizens with God's people. Unajua, ukiwa citizen ya nchi fulani, for example you are a citizen of Kenya, wewe ni mwananchi wa Kenya, uko na right ya kukaa hapa Kenya, uko na right ya kuown land, uko na right ya kufanya biashara, uko na right ya kufanya mambo yako, kwa sababu you are a citizen of this nation. Wale wanaenda nchi zingine na bado hawajapata citizenship, wanakuwa ni kama wageni, hata wakati mwingine wanatafutwa, na kama hana ile barua ya kuwa citizen, anaweza kushikwa nawe deported, aingizwe to the next aircraft. Hata kama ni ya mzigo, anaingishwa, anarudishwa kwao, kwa sababu hana right ya kukaa katika nchi ile. Na mtu ambaye ni citizen ni mtu ambaye ana rights nyingi sana. Na kwa hivyo sisi tulikuwa mbali, tulikuwa stranger, lakini kwa neema ya Mungu tumefanyika fellow citizens with God's people, also members of his household. Tumefanyika citizens of God's kingdom and also members of his household. Kwa hivyo nataka uone kazi ya msalaba, uone neema imefanya kazi kubwa katika maisha yetu. Sisi tulikuwa mbali, lakini tumewekwa katika kuwa citizens of heaven. Tumeingizwa kuwa watu ambao watagawa utajiri wa mbinguni, commonwealth of heaven. Utajiri wa mbinguni ni wetu kupitia kwa neema na kazi ya msalaba ambayo Yesu aliweza kufanya pale. And then tumalizie verse 9:20. Built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Neno linasema ya kwamba in him the whole building is joined together and laces to become
a holy temple in the Lord. Hebu anza hapo verse 19. Consequently, you are no longer foreigners, strangers, but fellow citizens of God's people and also members of His household. 20. Built on the foundation of the apostles and prophets. Neno la Mungu linasema tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. And then tunaambiwa ya kwamba with Jesus himself as the chief cornerstone. Hiyo inamaanisha ya kwamba we are very stable in God. We are very stable in salvation. Kwa sababu ule msingi ambao tumejengwa juu yake ni msingi wa mitume na manabii. Na tunaambiwa ya kwamba naye Yesu Kristo mwenyewe ndiye chief cornerstone. Kila nyumba inakuwaga na vizingiti na kuna zile pillars ambazo zinashikilia ile nyumba, na ikiwa na pillar very strong, hiyo nyumba haiwezi kaanguka. Foundation ni nzuri na zile pillars ambazo ziko pale ni pillars ambazo zina nguvu. Hivyo neno la Mungu linatukumbusha ya kwamba tumejengwa katika msingi imara sana, msingi apostles na prophets, and then Jesus himself is the chief cornerstone. Kwa hivyo we need to be stable, kwa sababu tumejengwa katika msingi imara, and that is why a Christian should be a stable Christian. Wakati wa shida, wakati wa mateso, wakati wa temptations, tusimame imara, kwa sababu tumejengwa katika msingi imara. Watu ambao hawajajengwa katika msingi imara, mambo inakuja ndogo ndogo, inawatoa katika Bwana, inawatoa katika wokovu, inawatoa katika ushirika na wale wandugu na wapendwa wengine. Lakini Mungu hapa, mtu ambaye ni stable na amejua msingi wake vile ulivyo, na anajua ya kwamba Yesu Kristo ndiye chief cornerstone, ndiye ile jiwe ya msingi ya kone iliyo na nguvu, huyo mtu hawezi akatingizika na kitu chochote. Hata dhoruba zikija za aina gani, yule mtu atasimama imara kwa sababu ana msingi imara. And then kuna verse 21, ama tumemaliza. Inasema verse 21. Okay, ni kama tumemaliza. Build on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Hivyo tutamalizia mafundisho yetu ya leo, na ni vizuri tujue ya kwamba in Christ you are being built to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Naona hatujamaliza. Nani ananiwekea hapo? Niona tumebakisha basi kama 1 or 2 basi. Verse 21 na 22 ama haifunguki. Fungua Biblia yako ya Efeso 20. Ephesians chapter 2 verse 21. Waefeso na verse moja na mbili tumebakisha hapo kulingana na Biblia yangu. Tusome 21. In him the whole building is joined together and raised to become a holy temple in the Lord, and in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Verse 21. In whom all the building fully framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Nyumba yote ambayo inaunganika pamoja
inakuwa pamoja kuwa hekalu la Mungu, in whom, verse 22, in whom ye also are built together for an habitation of God through the Holy Spirit. Hivyo tumejengwa na Roho Mtakatifu wa Mungu anakaa ndani yetu na anatusaidia. Kwa hivyo tunamalizia mafundisho, na Mungu endelee kutusaidia tujue ya kwamba ni kwa neema tumeokoka na tumejengwa katika msingi imara. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru asubuhi ya leo kwa mafundisho ambayo tumekuwa nayo, kwa kushukuru kwa kazi ya msalaba, mahali ambapo uliteswa na ukafa na damu yako ikamwagika. Tunakushukuru kwa sababu ni kwa neema tumeokolewa, si kwa sababu ya kazi zetu nzuri, lakini ni kwa neema, na ukatutoa katika udunia na kutufanya watoto wako walili pamoja na wewe, na ukatushirikisha katika utawala wako, katika utajiri wako. Na kushukuru kwa maana tumejengwa katika msingi imara, msingi ambao hauwezi ukaharibiwa, ukatingizwa na kitu chochote. Saidia kila mmoja wetu Bwana, hata kuendelea katika imani, endelea katika wokovu, tukijua ya kwamba unafanya kazi ndani yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Na kushukuru na kutukuza na kuabudu asubuhi ya leo. Tubariki hata tunapoendelea na ibada. Roho Mtakatifu wa Mungu, take over. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen.